Samani kidogo niko uwanjani hapa nakupigia. Nakupigia niko uwanjani tunapiga picha uwanjani nakupigia. Nini namba yako? Ni nusu finali ya pili katika Maskani Cup Season 3. Ni katika hatua ya ngao ya jamii iliyokutanisha Chalinze United dhidi ya Pela Stars, na haikutosha dakika 90 mpaka tumekwenda matuta. Hatimaye Chalinze United wameshinda kwa njia ya matuta, na huyo hapa Kambo Zinyole tuelezee angalau kwa dakika zote zilivyokuwa. Kambo, unahisi kwa nini haikutosha dakika 90 mpaka mkaenda matuta? Mimi naweza kusema naweza kumshukuru Mungu kwa mchezo, tumeweza kutoka salama, hakuna mtu aliyeumia. Kingine mechi ilikuwa kama dabi Pela. Mechi ilikuwa dabi, tunaweza kushukuru Mungu kwa kutoka na ushindi. Japokuwa ndo tumefika kwenye matuta, lakini inshallah Mungu ajalia tunajiandaa na finali. Mfupa mgumu ambao unawakabili ninyi ni kuelekea hatua ya finali, lakini mnakutana na wenyeji wa ardhi kwa maana ya Tetele Weupe, Chaua United. Kipi hasa ambacho unahisi mnakwenda kukizingatia na kukifanya? Chaua timu nzuri na sisi tunajiandaa finali tuweze kuondoka na tuweze kupata ushindi. Yaani kwa kifupi si ushindi. Yeye Chaua yani tuseme wajiandae tu. Yaani ushindi lazima. Asante Kambo. Nashukuru. Ni maneno zime timu katika nusu finali ya pili iliyokutanisha Pela Stars dhidi ya Chalinze United. Hatimaye tumekwenda katika hatua ya matuta, na huyo hapa Rashid Zinga ama Chodo Chidi. Chodo, mlikuwa na mechi nzuri hasa kwa dakika zote 90 licha ya kwamba mlitoka nyuma na mkalevo scoreboard. Unadhani kwa nini mmekosa ushindi hasa ndani ya dakika 90 na mambo yakawa ndivyo sivyo mpaka katika hatua ya penalty? Awali ya yote kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Maana tunaweza kusema tumecheza kwa uwezo wetu, lakini Mwenyezi Mungu pia amejalia katika hili. Na kilichojitokeza uwanjani ni matokeo. Tumecheza kwa maelekezo ya mwalimu, na imani hata nyinyi mmeona timu imecheza vizuri, lakini mwisho wa siku hii ni knockout stage, lazima mshindi apatikane. Kwa wenzetu walikuwa bora katika hatua inayofuata, wamepata matokeo. Nini hasa ambacho mnaweza kujiandaa nacho hasa katika ufunguzi rasmi wa Maskani Cup Season 3? Hii mechi ni kipimo tosha. Mwalimu ameona jinsi tulivyocheza, anajua wapi hatuko vizuri na wapi tuko vizuri, twende tukaongezee katika uwanja wa mazoezi. Tutakuja vizuri zaidi katika michuano hii kwa awamu hii. Chodo, pole na kila laheri katika ufunguzi wa Maskani Cup Season 3. Nashukuru. Mawili matatu na head coach wa Pela Stars ama the Eastern Stars kwa maana ya Pela Stars, Kilianga Master, ulikuwa na dakika 90 bora mno, lakini matokeo ama penalty hazina mwenyewe, umeipoteza nusu finali. Kipi ambacho unaweza kutueleza leo hii? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, tumeanza mchezo salama na tumeweza salama. Kiko tumepoteza kwa njia ya penalty, hizo hazina mwenyewe. Kipa amekuwa mjanja akacheza penalty, basi tumetolewa. Lakini all in all mechi ilikuwa nzuri dakika 90. Kitu ambacho kimenishangaza leo hii tumeona majina ambayo tunayafahamu, lakini
what a performance. Walizingatia nini hasa kwenye uwanja wa mazoezi, ama ni kipi ambacho uliwalisha kwenye uwanja wa mazoezi hatimaye wakaja kutuonesha mechi nzuri leo hii ndani ya dakika zote 90? Cha kwanza, mpira unaanzia kichwani. Ukimtengeneza mchezaji kisaikolojia, kitoka kichwani inakuja chini. Kwa hiyo ukimwamini mtu kucheza anacheza. Kwa hiyo kila mtu anaweza kucheza ukimwamini na ukamtengeneza kisaikolojia. Kilianga, asante, lakini pole pia kwa matokeo. Asante sana. Ni maneno ya Kilianga hayo. Ndiye kocha mkuu wa kikosi cha Pela Stars ama the Eastern Stars. Kwa sasa pia tunafanya mazungumzo kidogo na head coach wa Chalinze United Mohamed Dando. Bila shaka ulikuwa na dakika 90 bora, lakini ulikuwa na dakika 90 bora mno, na niseme kwamba ni kama vile mligawana vipindi. 45 wakacheza wao Pela Stars, 45 za pili ukacheza zaidi. Unadhani kwa nini haikufaa kwa dakika 90 mpaka hatua ya penalty? Kwanza asante kwa matokeo mazuri, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeanza mechi salama, tumemaliza mechi salama, lakini pia tumefanikiwa kwenda finali. Mimi nilichokiona kwenye game yetu ya leo kwamba wapinzani walikuja walitawala mchezo kwa sababu tulikuta tayari washawaka. Sisi tumekuja tumeshachelewa, kwa hiyo tumekuja tumefikia moja kwa moja uwanjani. Kwa wachezaji wangu walikuwa hawajachangamka, kwa hiyo tulistruggle kama dakika 15 za kwanza ili wachezaji mili ikae sawa, ifunguke ili tucheze mpira. Kwa hiyo wenzetu walitawala sana mpira kipindi cha kwanza, lakini baada ya mili kufunguka tukaona sasa wachezaji wangu wanarudi kwenye hali nzuri ya kuzoea mechi na kuishika mechi. Dando, mfupa uliomshinda Pingo unakwenda kukutana nao katika hatua ya finali tarehe 28. Kipi hasa ambacho nadhani unaweza kuzingatia hasa kwenda kawin na hiyo finali? Kikubwa, timu yetu sisi ni timu ambayo ipo pamoja kwa muda wote. Kwa hiyo hata baada ya game ya leo hapa tutaenda tutaangalia mapungufu yetu kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kucheza finali. Kwa hiyo pia tutaenda tutajipanga kwa ajili ya finali. Mimi nafikiri pia hili kombe pia la ngao ya hisani pia Chalinze United tunachukua, sio ni kizuizi kwenye timu ambayo tunaenda kukabiliana nayo finali. Ni timu ya kawaida tu. Dando, asante na kila laheri. Asante sana. Sioni kizuizi kwa sababu tetele weupe ni timu nyeupe. Hayo si maneno yangu bali ni ya head coach wa Chalinze United Mohamed Dando akisema na kumaliza hivyo. Jina langu ni Nasri Matingi Samjia Waradha. Nina sign out kwa sasa. See you next time. Bye bye.